Baada ya raundi ya 4 ya hatua makundi ligi ya mabingwa barani Afrika, mechi zake zote kuchezwa, Yanga wakishikiliwa kwa sare ya 1-1 dhidi ya Al Ahly kwenye uwanja New Amani Complex visiwani Zanzibar. Simba wawakilishi wengine wa nchi katika hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu huu pia wakishikiliwa kwa sare ya mabao 2-2 dhidi ya Esperance de Tunis kwenye uwanja wa Mkapa jijini Dar es Salaam. Maswali yameibuka kutoka kwa baadhi yenu kwamba je, ikitokea kwa mfano Yanga ambayo kwenye msimamo wa kundi lake hivi sasa kwa mujibu wa CAF inashika nafasi ya pili, ikadumisha nafasi hiyo mpaka mwishoni mwa mechi zote 6 za hatua ya makundi na hivyo kufuzu kwa hatua ya robo fainali, halafu watani za wajadi Simba wao wasipofuzu kwa hatua ya robo fainali kama ambavyo tayari imeshathibitika, je, Yanga watawapita viwango vya ubora Simba ama? Ndilo swali hilo. Sasa kimsingi kwenye majibu kuhusiana na swali hilo inategemea kwamba ndiyo, kwa mfano Yanga imefuzu hatua ya robo fainali halafu Simba isipofuzu maana yake ni nini? Kwa sababu kwenye taratibu za CAF kwenye hatua ya makundi timu 2 za juu ndizo zinafuzu hatua ya robo fainali, timu 2 za chini hazifuzu robo fainali. Sasa Simba isipofuzu ndiyo haijafuzu, imemaliza katika nafasi ipi? Kama inamaliza mkiani, ni kweli Yanga kwa mara ya kwanza katika misimu hivi karibuni itaipiku Simba kwa point na hivyo kuipiku Simba kwa viwango vya ubora CAF. Lakini Simba isipofuzu lakini ikimaliza katika nafasi ya 3 kwa maana ya pili kutoka mkiani, alafu Yanga ikafuzu robo fainali, bado Simba itaendelea kuwa juu kwa viwango vya ubora vya CAF kulinganisha na Yanga, bali itategemeana labda Yanga ikifika robo fainali itaendelea zaidi ama la. Lakini ikiishia robo fainali Simba ikamaliza ikiwa nafasi ya pili kutoka mkiani, bado Simba majumuisho ya points kutokana na misimu 5 kwa taratibu za CAF ukiwamo msimu unaoendelea, Simba itakuwa na pointi nyingi kuliko Yanga. Hapa tukumbushane, iko hivi, wakati msimu ukianza timu zilizokuwa 10 bora kwa viwango vya ubora vya CAF ziliingia na pointi zake kama ifuatavyo. Ya kwanza ilikuwa Ahli ya Misri, ilikuwa ndio namba 1 bado ikiwa na alama 51. Ya pili ilikuwa ni Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini ambayo yenyewe iliingia ikiwa na pointi 43. Ya tatu ni Esperance de Tunis ya Tunisia, yenyewe ilianza msimu huu Esperance de Tunis tumeshakumbushana mara kadhaa ikiwa na pointi 38. Halafu ya 4 ilikuwa ni RS Berkane ya Morocco, iliingia ikiwa na pointi 37. Ya 5 ni Pyramids ya Misri, iliingia msimu huu ikiwa na pointi 33. Ya 6 Simba Mnyama ya Tanzania, iliingia msimu huu ikiwa na pointi 33. Simba na Pyramids zote zilikuwa na pointi 33. Tumeshafafanua mara kadhaa kwa nini Pyramids ikawa juu ya Simba. Ni kwa sababu kwenye CAF pointi zenu zikilingana, yule aliyekusanya pointi nyingi hivi karibuni anakuwa juu ya mwenzake. Pyramids kwenye msimu uliomalizika 24-25 ilitoa ubingwa ligi ya mabingwa barani Afrika, ikakusanya pointi nyingi zaidi kulinganisha na Simba ambayo kwenye pointi ilizokusanya kwenye msimu wa karibuni ilikusanya pointi nyingi lakini zisizofikia zile walizokusanya Pyramids, kwa sababu Simba walifika fainali ya kombe la shirikisho, tunakumbuka vizuri, mabingwa akawa RS Berkane, wao wakaishia kwa wana fainali. Kwa hiyo pointi walizokusanya hazikufikia idadi ya points walizokusanya Pyramids. Kwa sababu hiyo ndio maana kulingana kwao bado Pyramids wakawa juu ya Simba, kwa sababu Pyramids hivi karibuni wamekusanya pointi nyingi zaidi kuliko Simba. Lakini ya 7 ikawa ni Zamalek ya Misri ambayo yenyewe ilianza msimu ikiwa na pointi 29. Ya 8 USM Alger ya Algeria ilianza msimu ikiwa na pointi 27. Ya 9 ikawa ni Yanga ya Tanzania, ilianza msimu ikiwa na pointi 25. Halafu ya 10 ni Al Hilal Omdurman ya kule nchini Sudan ambayo yenyewe ilianza msimu ikiwa na pointi 24. Kwa hapa swali lililoulizwa linahusiana na Yanga na Simba juu ya viwango vya ubora. Sasa endapo Yanga itafuzu robo fainali, maana yake ni miongoni mwa timu 2 za juu kwenye kundi lake la B.
kumaliza miongoni mwa timu mbili za juu. Ukifuzu robo fainali kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika, utaratibu wake unapata pointi tatu kwa msimu unaoendelea. Maana yake utachukua 3 mara 5 ambayo itakuwa ni pointi 15. Pointi 15 ukiziongeza kwa Yanga ambayo iliingia na pointi 25 zinakuwa pointi 40. Lakini Simba endapo itamaliza mkiani kwa taratibu za CAF kwenye ligi ya mabingwa, ukimaliza mkiani unapata pointi 1 mara 5 inakuwa pointi 5. 1 mara 5 inakuwa pointi 5. Sasa ukizijumlisha hapa, Simba manake inakuwa na pointi 38, na ndipo hapo utaona kama Simba itamaliza mkiani, Yanga itakuwa tayari inaipiku Simba kwa viwango vya ubora, kwa sababu Yanga ikifuzu robo finali itakuwa na pointi 40, Simba itakuwa na pointi 38. Hapo ndipo mazingira ya Yanga kuipiku Simba kwa kitendo chake tu cha kufuzu robo finali, halafu Simba ikamaliza mkiani, jambo ambalo litakuwa de aina yake katika misimu ya karibuni. Simba wamekuwa wakifanya vizuri zaidi kwenye michuano ya CAF. Simba wamekuwa kwenye viwango vya ubora wakiwa juu ya watani zao wa jadi Yanga kwa misimu kadhaa ya hivi karibuni. Tukikumbuka kuanzia msimu 2018-19 Simba mara zote wanaposhiriki ligi ya mabingwa barani Afrika, ukiondoa 2019-2020 pale walipotolewa mapema na UD Songo, misimu mingine yote huishia robo finali. Msimu huu imeshathibitika mpaka sasa baada ya mechi 4 kwamba Simba haitaenda robo finali hata ikishinda mechi zao 2 zilizobaki, dhidi ya Petro Atletico kule Angola, dhidi ya Stade Malien itakayochezwa nchini. Kwa hivyo Simba inajikuta inakosa nguvu ya kuendelea kwa juu ya Yanga ambayo yenyewe kama tu itafuzu hatua ya robo finali. Sharti kama itafuzu, maana Yanga mpaka sasa bado haijafuzu, ingawa kwenye kundi lake ni ya pili ikiwa na alama ambazo zinaifanya iwe nyuma ya Al Ahly yenye pointi 8, yenyewe na pointi 5, ikiwa inashika nafasi hiyo kwa msimamo wa CAF, kwa sababu matukio yake dhidi ya FAR Rabat walipocheza Zanzibar, Yanga ilishinda bao 1-0. Kwa hiyo head to head kwenye msimamo wa CAF inaifanya iwe ya pili. Nasitiza kila mara wa CAF kwa sababu kuna misimamo mingi sio rasmi. Ikidumisha nafasi hiyo au kutoa nafasi ya kwanza, ndipo itafuzu kwa hatua robo finali. Na hali hiyo Simba ikiendelea kubaki mkiani kwenye msimamo wake kama ilivyo sasa mpaka mwisho wa mechi zote 6, ndipo Yanga itakuwa juu ya Simba kwa tofauti ya pointi 2. Yanga itakuwa na 40, Simba 38. Lakini endapo Simba itahakikisha inakuwa ya pili kutoka mkiani na sio ya mkiani, kwa maana kwamba ikishinda mechi zake zote 2, ikiwafunga Petro Atletico itafikisha alama 4, halafu ikifunga Stade Malien itafikisha alama 7. Sasa ikifanikiwa kufanya hivyo, halafu kwenye msimamo wa kundi lao hivi sasa wanaoongoza Stade Malien wana pointi 8, wanaofuatia Esperance de Tunis wana pointi 6, lakini Petro Atletico wana pointi 5. Kwa lugha nyingine, hawa wawili wanaweza wasifikie pointi 7 endapo matukio yao hayatakwenda vizuri. Kwa kufanya hivyo, Simba itaepuka kuwa mkiani, itakuwa ya pili kutoka mkiani. Ikiwa ya pili kutoka mkiani, taratibu za CAF unapata pointi 2 ambazo zitafanya sasa hesabu zetu pale haziwi tena 1 mara 5, itakuwa 2 mara 5 ambayo ni pointi 10. Ukijumlisha na hizi 33, Simba itakuwa na pointi 43 endapo itamaliza ya pili kutoka mkiani, jambo ambalo litaifanya hata Yanga ikifuzu robo finali bado pointi zake hazitafikia pointi za Simba ambazo ni 43 endapo haitafuzu, lakini inamaliza ya pili kutoka mkiani, yani timu ya 3 kwenye msimamo. Nadhani nimeeleza vizuri, lakini ukitaka kujua zaidi mwenendo mpaka sasa kwenye hatua ya makundi ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye makundi yote 4, utagundua kwamba zile timu 10 bora mwenendo wake ukoje. Kwenye kundi la A inayoongoza ni Pyramids ambayo ipo na RS Berkane. Kwa lugha nyingine, Pyramids mpaka sasa mwenendo wake iko na alama 15 za kwenye mwenendo uliopo, kwa sababu ni miongoni mwa timu 2 za juu, ni nafasi ya robo finali, pointi 3 mara 5 15, ikidumisha nafasi ilionayo kwenye msimamo. Maana yake itakuwa na pointi 48. RS Berkane nayo ni kama Pyramids, wote ndio timu 2 za juu kwenye kundi lao la A, nayo kwa mwenendo uliopo sasa unaongeza pointi 15, itakuwa ni pointi RS Berkane inakuwa na pointi 52 endapo itadumisha nafasi iliyonayo sasa miongoni mwa timu 2 za juu kwenye kundi la A. Kundi B tumesema kuna Al Ahly na Yanga. Yanga tumeshaonyesha hesabu zake. Al Ahly nayo kwa nafasi ilionayo kama vinara wakidumisha mpaka mwishoni 6 za hatua ya makundi, utaongeza pointi 3 mara 5 ambayo ni 15, ukijumlisha na 51 itakuwa na pointi 66.
Mamelodi Sundowns, hiyo Mamelodi ipo katika kundi C ambalo wanaongoza ni Al Hilal Omdurman, wanaofuatia ni wao. Wakidumisha nafasi hizo mbili za juu wote kwenda robo finali, manake Mamelodi nayo utaongeza pointi 3 mara 5 ambayo ni pointi 15, ukiongeza na hii 43 inakuwa pointi 58. Tumesema na Al Hilal Omdurman ambayo yenyewe pia utaongeza pointi 15 hapo kwa sababu 3 mara 5 15, ambayo itakuwa na pointi 39, maana imeingia na pointi 24. Ukiangalia Esperance de Tunis kwenye kundi lao la D wapo na Simba, ni miongoni mwa timu mbili za juu. Kwa hiyo ikidumisha nafasi hiyo ikafuzu robo finali, maana yake utaongeza pia pointi 15, maana ni 3 mara 5 15, ambayo inafanya iwe na pointi 53, 15 jumlisha 38 ilizoingia nazo. Wanaobaki Zamalek na USM Alger wapo kwenye hatua makundi kombe la shirikisho, nao ni miongoni mwa timu mbili za juu kwenye makundi yao. Hawa USM Alger wako kundi A, ni miongoni mwa timu mbili za juu. Zamalek wapo kwenye kundi ambalo nao ni miongoni mwa timu mbili za juu kwenye kombe la shirikisho. Ukiwa umefuzu robo finali unapata pointi 2 mara 5 inakuwa 10. Kwa hiyo Zamalek ukiongeza 10 hapa, kama wanadumisha nafasi walionayo mpaka sasa, mpaka kufikia mechi 6 zikikamilika, watakuwa na pointi 39. USM Alger halikadhalika utaongeza pointi 10 ambayo itawafanya wawe na pointi 37. Hivyo baada ya mechi 6 kukamilika kwenye hatua ya makundi, halafu mwenendo wa misimamo kwenye makundi ukawa kama ulivyo sasa, kwamba zilizofuzu robo finali zikawa ni pamoja na Yanga, Al Ahli, Esperance de Tunis, Mamelodi na pia zile zinazoshiriki kombe la shirikisho USM Alger na Zamalek, miongoni mwa klabu 10 bora wakati tukianza msimu, nazo zikadumisha nafasi zao kama miongoni mwa timu mbili za juu. Maana yake itakuwa kwamba Al Ahli bado ni ya kwanza kwa sababu pointi 66 ni nyingi kuliko timu zote. Ya pili bado itakuwa Mamelodi yenye pointi 58. Ya tatu itakuwa Esperance de Tunis kama ilivyokuwa ikiwa na pointi 53. Ya nne bado ni RS Berkane ambayo ina pointi 52. Ya tano itaendelea kuwa Pyramids kwa pointi hizi 48. Ya sita sasa itabadilika kwa sababu kama Simba itamaliza mkiani, manake ya sita itakuwa Yanga kwa pointi 40. Nadhani nimeeleweka vizuri. Ile condition ya kwanza, endapo Simba haitafuzu, manake ina pointi 38, haitafuzu ikiwa mkiani, Yanga itakuwa ya sita kwa pointi 40, hii ya sita. Halafu ya saba itakuwa ni Al Hilal Omdurman yenye pointi 39, ya 8 Zamalek ambayo pia na pointi 39. Tofauti ni kwamba Al Hilal Omdurman kama itaendelea kwa hivi itakuwa imekusanya pointi nyingi zaidi hivi karibuni kulinganisha na Zamalek. Ndio maana pointi zimelingana 39, Al Hilal Omdurman inakuwa ya juu ya Zamalek kwa sababu kwenye ligi ya mabingwa unapata pointi nyingi zaidi ambazo ni 15, wakati kwenye kombe la shirikisho pointi zake ni 10. Kwa hiyo unakusanya pointi nyingi na Al Hilal Omdurman itakuwa ya 7, ya 8 Zamalek, halafu ya 9 inakuwa Simba yenye pointi 38 endapo itamaliza ikiwa mkiani, huku ya 10 ikiwa USM Alger yenye pointi 37. Endapo Simba itamaliza ya pili kutoka mkiani kama nilivyotoka kueleza na sio mkiani, manake Simba itabaki kuwa ya 6 kwa pointi hizi 43, halafu Yanga itapanda kutoka nafasi ya 9 wakati msimu ukianza itakuwa ya 7 kutokana na pointi zake 40. Nyingine mtiririko utakuwa ni vile vile kwa sababu baada ya 40 inakuwa 39 ambayo ni Al Hilal Omdurman, halafu kuna Zamalek yenye pointi 39 pia, halafu USM Alger yenye pointi 37. Nadhani nimefafanua vizuri kujibu kwa kirefu swali kwamba endapo Yanga itafuzu robo finali halafu Simba isifuzu, nani atakuwa juu ya mwenzake kwenye viwango vya ubora vya CAF? Pejibu kwamba Simba isipofuzu, Yanga ikafuzu robo finali, itategemea Simba haijafuzu imemaliza nafasi ipi. Ikimaliza mkiani, Yanga itakuwa juu ya Simba kwa sababu Yanga itakuwa na pointi 40, Simba itakuwa na pointi 38 ikiwa mkiani. Lakini Simba ikimaliza ya pili kutoka mkiani, bado Yanga hata ikifuzu robo finali haiwezi kuipita Simba point kwa sababu itafikisha pointi 40 wakati Simba itakuwa na pointi 43. Je, nini kitakachotokea? Ni swala la kusubiri kwa sababu tunajua Yanga katika mechi yao ijayo tarehe 7 dhidi ya FAR Rabat kule nchini Morocco, ikipata ushindi wowote ule, halafu katika mechi nyingine JS Kabylie dhidi ya Al Ahli ya Misri, matokeo yakionyesha kwamba ni sare au kufungwa kwa JS Kabylie, kwa lugha nyingine JS Kabylie isipopata matokeo ya kuwapa pointi 3, Yanga atakuwa tayari wameshafuzu moja kwa moja kwa hatua ya robo finali. Lakini ikitokea Yanga wakafungwa kwa tofauti ya zaidi ya mabao
bao moja, yani mabao tofauti ya mabao mawili, matatu kuendelea. Hapo FAR Rabat watakuwa tayari wameshafuzu kwa hatua ya robo finali ya ligi ya mabingwa, bila kujali mchezo wa mwisho ambao Yanga watacheza na JS Kabylie, wao FAR Rabat watacheza dhidi ya Al Ahly, na pia bila kujali matokeo ya JS Kabylie na Al Ahly. Kwa hiyo itategemea katika siku hiyo. Ikiwa matokeo yatakuwa sare, basi Yanga itakuwa imepata matokeo mazuri pia, kwa sababu itakuwa imefikisha idadi ya point 6, na hivyo kusubiri mechi ya mwisho atakaocheza na JS Kabylie pale visiwani Zanzibar, uwanja wa New Amani Complex, ambapo itakuwa ni kama fainali kwao. Wakishinda watafikisha point 9 na hivyo kujihakikishia kufuzu hatua ya robo fainali, kwa sababu hao FAR Rabat hata kama nao wakishinda ugenini mechi ngumu dhidi ya Al Ahly, bado Yanga watakuwa juu ya FAR Rabat kwa sababu ya head to head, ambapo wao Yanga watakuwa na matokeo mazuri kwa kuwa walipocheza nchini Yanga waliwafunga FAR Rabat bao 1-0. Wakienda kutoa sare kule nchini Morocco, matokeo ya jumla Yanga watakuwa head to head na matokeo bora kuliko FAR Rabat. Ikitokea Yanga na FAR Rabat Yanga wakafungwa bao 1-0, hapo maana yake head to head watakuwa wamelingana. Sasa itategemea mechi ya mwisho matokeo yakoje, FAR Rabat watakapocheza na Al Ahly kule Misri, Yanga dhidi ya JS Kabylie, kwa sababu baada ya hapo kitakachoangaliwa head to head itakuwa imelingana. Kinachofuata ndipo itakuja goal difference, tofauti ya mabao ya kufunga na kuruhusu. Mwenye wastani mzuri wa mabao ya kufunga na kuruhusu, tofauti nzuri, ndiye atakayekuwa juu ya mwenzake na kuungana na Al Ahly kwenda robo finali. Endapo tu Yanga atafunga 1-0, halafu pointi zao kufikia mwishoni mwa msimamo zitakuwa zinalingana. Nadhani nimefafanua zaidi. Je, itakuwa vipi? Ni swala kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kama una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.